Halo, habari. Karibuni Pedo and Rose Stories. Ninaitwa Rose, ninaishi na VVU, yani virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini. Na ninatumia dawa za ARV au ART. Ni mwelimishaji kuhusu mambo ya VVU. Leo nataka nizungumzie madhara ya unyanyapaa. Yani mtu mwenye VVU anaponyanyapaliwa na jamii, je, madhara yake ni yapi? Namba 1, watu wanaogopa kupima VVU. Namba 2, watu wanaogopa kutumia dawa za VVU. Namba 3, mwenye VVU anakuwa na msongo wa mawazo. Namba 4, mwenye VVU anapoteza matumaini ya kuishi. Namba 5, mwenye VVU anakukosa huduma bora za afya. Namba 6, mtu huyu mwenye VVU anakosa msaada wa jamii kwa sababu anakuwa amejificha. Namba 7, kunakuwa na maongezeko mapya au maambukizi mapya katika jamii. Kwa hiyo nitajaribu kufafanua moja baada ya jingine. Watu wanaogopa kupima VVU kwa sababu kunakuwa na unyanyapaa katika jamii au unyanyapaa wa ndani wa mtu mwenyewe binafsi. Kwa hiyo mtu anaogopa kwenda kupima VVU kwa sababu anaona akijua kwamba ana maambukizi ya VVU basi anaogopa kuitwa mwenye ukimwi. Halafu watu wanaogopa kutumia dawa za VVU kwa sababu ukishajulikana kwamba una VVU inabidi moja kwa moja uanze kutumia dawa za ARV au ART. Sasa watu hawataki kutumia dawa kwa sababu hizi ni dawa endelevu. Ni dawa ambazo ukianza kuzitumia hauziachi mpaka pale utakapokuwa umeshauriwa na daktari kuziacha kutokana na sababu maalum itakayokuwa imejitokeza katika kipindi unachotumia dawa. Halafu kuna msongo wa mawazo au huzuni. Kwa sababu ya unyanyapaa, mtu ananyanyapaliwa na jamii au anajinyanyapaa yeye mwenyewe. Kwa hiyo kunakuwa na ule msongo wa mawazo, unaona? Depression au stress au anxiety. Mtu anakuwa hajikubali yeye kama yeye, mtu anakuwa na huzuni, unajua unakuwa na msononeko, unajiona wewe ni mkosaji au unaona jamii inakutazama vipi, jamii inakuangalia vipi. Kwa hiyo ile hali inakusababishia wewe uwe na mtu wa huzuni kila wakati, uwe ni mtu wa msongo wa mawazo. Kwa hiyo unaweza kukuta pia unapata ugonjwa wa akili. Halafu kuna kupoteza matumaini. Yani kwa sababu umeshajigundua kwamba una VVU basi na watu wanakunyanyapaa. Sasa kutokana na ule unyanyapaa mtu unakosa matumaini ya kufanya hata mambo yako ya kila siku. Unakosa matumaini ya kufanya hata mambo ya maendeleo. Kwa sababu kile utakachokifanya wewe unaona jamii inakulenga wewe, jamii inakunyooshea vidole wewe, jamii inakusema wewe. Kwa hiyo unakosa matumaini ya kufanya mambo yako ya kila siku. Halafu kuna kukosa huduma bora kutokana na unyanyapaa. Mtu ambaye ananyanyapaliwa mwenye VVU anakosa huduma bora za afya kwa sababu anakuwa amejificha. Anaweza akakosa pia huduma bora za afya au huduma kutoka kwa jamii kutokana na kujificha kwa sababu hataki ajulikane kama ana VVU. Hataki jamii imjue. Kwa hiyo unakuta pengine hata kama anaumwa anakuwa amejitenga, anaweza akaamua hata akajifungia ndani, akakaa kimya. Ninaposema kujifungia ndani yani nyumbani kwake unakuta huyu mtu hatoki. Wakati mwingine hata watu wakimtembelea unaweza ukuta huyu mtu asifungue hata mlango. Kwa sababu anakuwa anaona kwamba watu wanamfahamu.
Naona kwa hiyo anakosa zile huduma nzuri za afya, huduma nzuri za jamii inayomzunguka kwa sababu anakuwa amejificha, na hii yote ni kutokana na unyanyapaa. Haya ndiyo madhara yake. Alafu kuna kuongezeka kwa maambukizi mapya. Kutakuwepo na maambukizi mapya kwa sababu watu hawatumii dawa na watu hawapimi wakajua afya zao. Kwa hiyo mtu wakati mwingine endapo atashiriki ngono isiyokuwa salama, basi anaweza akapata maambukizi, au yeye mwenyewe kama ana VVU basi anaweza kujikuta anaambukiza mtu mwingine bila yeye kujua. Unaona? Kwa hiyo haya ndo madhara ambayo nataka niyazungumzie leo, au nimeyazungumzia leo kutokana na unyanyapaa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii ili wengine pia waweze kuelimika na elimu ambayo ninaitoa katika jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.